Na mtazamaji bwana, kama kawaida mambo ni moto kweli kweli, na moja kati ya vitu ambavyo sasa hivi vina make headline huko mtandaoni bwana ni kwamba nyimbo ya Diamond Platnumz, pamoja na kwamba kuna baadhi ya watu wamekuwa wakisema, kuna watu wengi sana wamekuwa wakitoa dosari, wakikosoa kwa namna moja au nyingine, lakini at the end of the day bwana, wimbo wa Diamond bwana unazidi kufanya vizuri. Hapa nazungumzia ngoma ambayo inakwenda kwa jina la Happy, moja kati ya nyimbo ambazo Diamond amezitoa mara tu baada ya mwezi wa Ramadhani kuisha. Baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuisha, basi moja kwa moja Diamond Platnumz amerudi tena katika kazi yake ya mziki, na akaamua kutoa kiburudisho kwenda kwa mashabiki zake kwa kuwapa zawadi ya wimbo mpya kabisa baada ya mfungo ambao unakwenda kwa jina la Happy. Bwana, hii ni ngoma ambayo ameitoa katika nyakati nzuri kabisa, nyakati za sikukuu, jambo ambalo wadau wanasema kwamba hii ni timing ambayo Diamond ameifanya. Ukiwa huu ni msimu wa sikukuu, alafu pia vile ngoma yenyewe inajieleza, inasema Happy, basi moja kwa moja ni kitu ambacho kimefanya watu wengi sana kusema kwamba Diamond bwana amepiga au amelenga au amepiga target ya maana kabisa katika swala zima la release ya hii track. Lakini pia kikubwa zaidi ni kwamba ngoma hii imepata mafanikio makubwa sana, japokuwa pia kumekuwa na criticism nyingi ambazo tutazizungumza pia katika hii video, lakini kikubwa zaidi ni kwamba mafanikio ambayo yameletwa na hii ngoma kwa Diamond ni mengi mno, tena ya kimataifa. Na hii bwana ni baada ya release ya hii ngoma, ni kwamba baada tu ya hii ngoma kuachiwa, moja kwa moja bwana, mpaka wachezaji wa klabu mbalimbali za mpira duniani wameamua kuitumia katika posti zao za mitandao ya kijamii kama vile Instagram. Kwa mfano, moja kati ya vitu ambavyo vimemeke headline siku ya jana ni pamoja na ili tukio la Diamond kuonyesha kwamba ni wa kimataifa kupitia nyimbo yake hiyo ya Happy ambayo ameitoa hivi karibuni, imemfikia Hudson wa Nottingham huko Uingereza, ambapo hapa bwana, habari kamili inasema kwamba bwana, wimbo mpya kabisa wa Happy kutoka kwa msanii wa Tanzania Diamond Platnumz unaendelea kuvuka mipaka kimataifa baada ya kumfikia nyota wa soka wa Nottingham Forest Callum Hudson-Odoi. Odoi bwana, ni kwamba ameutumia wimbo huo katika chapisho lake jipya kabisa katika kurasa wake wa Instagram, ambapo ameonyesha kusherehekea ushindi mkubwa wa timu yake ya Nottingham Forest baada ya kuichapa Tottenham Hotspur kwa mabao 3-0. Lakini pia vile kama nilivyokuambia hapo awali kwamba ngoma hii bwana inazidi kufanya vizuri katika trending katika baadhi ya platforms maarufu duniani. Bwana, ngoma inazidi kwenda viral, ngoma inazidi kufanya poa, watu wanazidi kuserebuka nayo. Kumekuwa na challenge ya watu kuvaa kikofia kama Diamond cha blue na vitu vingine kama hivyo. Umeona bwana, kwa hiyo mambo yamekuwa ni moto kweli kweli huko mitandaoni. Lakini pia wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kwa mfano, hapa kuna jamaa amesema kwamba bwana, nikiwaambia mambo muwe mnasikiliza, waga nawaambia kwamba hii mashine inavuka boda bwana international. Nikiwaambia kwamba hii mashine inavuka boda international, waga watu wengi sana mnabinua midomo. Sasa huyu hapa anaitwa Callum Hudson, nyota wa Nottingham Forest, ameibamiza Happy easy tu, yani kiulaini kabisa nyimbo ya Diamond Platnumz katika maneno mepesi yenye kueleweka, lugha ya mziki lazima kiwalambe. Kuna mdau ameandika hivyo. So kutokana na nyimbo hiyo ya Happy kufanya vizuri kimataifa, imepelekea Diamond kuanza kufuatwa au kufuatiliwa na wadau wengi. Anazidi kupata wafuasi wengi katika mitandao yake ya kijamii. Kwa mfano, hata yuko Instagram tu imeonekana wazi kwamba Diamond Platnumz bwana ni moja kati ya wasanii ambao wanazidi kupata followers wengi. Maana ni kwamba siku ya jana bwana, Diamond officially kabisa akaunti yake ya Instagram imefikisha wafuasi takriban milioni 19. Yani Diamond ndiye ana followers wengi zaidi hapa Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, akiwa na followers milioni 19. Kwa hiyo hicho ni moja kati ya achievement ambazo zimekuja mara tu baada ya Diamond kuachia wimbo wake mpya kabisa ambao unakwenda kwa jina la Happy na kupokelewa vizuri kimataifa.
Lakini kwa upande wa wasanii ambao wanafanya vizuri worldwide bwana, tunafahamu kwamba Wizkid ni moja kati ya wasanii wakubwa sana hapa Afrika na ameshaanza kuvuka boda kimataifa. Lakini katika baada ya Diamond kufikisha followers milioni 19, hii imekuja kuonyesha kwamba hata Wizkid pia hafui dafu kwa Diamond, kwani Wizkid ana jumla ya followers milioni 18.6 huku Diamond akiwa na followers milioni 19, yani amemzidi takriban followers 400,000 huko Instagram. Na inafahamika kwamba hapo awali ni kwamba Wizkid alikuwa alishaanza kumovertake Diamond, lakini kwa sasa hivi Diamond bado ameshika usukani akiwa amemzidi followers wengi tu Wizkid kutoka kule Nigeria. Lakini pia vile hapa bwana, kuna mdau mwingine amekuja kutoa maelezo kidogo kuhusiana na nyimbo hiyo ya Happy kutoka kwake Diamond Platnumz. Baada ya kufanya vizuri, ameandika kwamba bwana, biti zote duniani zinakuwa categorized kwa genres, yani vionjo na maadhi tofauti tofauti. Mfano singeli kamwe haiwezi fanana na Afrobeat ama jazz au klabu yenye BPM 130 mpaka 140. Diamond hajakopi Happy, ina Afrobeat ndani yake. Kama hauna sikio la mziki, unaweza ukadanganyika kwamba ukadanganyika kama Mwisraeli. Wadau wanakuambia hivyo, kwa maana watu wengi sana wanasema kwamba biti ya Diamond katika wimbo wa Happy amekopi biti ya jamaa anayefahamika kwa jina la Patoranking kutoka Nigeria. Sasa wataalamu wa mambo bwana wanakuambia kwamba hapo hakuna chochote ambacho kimekopiwa, ila tu Diamond amefanya nyimbo yenye mahadhi ya Afrobeat, na almost muda mwingi nyimbo za Afrobeat ukizisikiliza, kutokana na zote ni nyimbo za genre moja, basi obviously utahisi moja kwa moja kwamba ni nyimbo ambazo zimefanana beat au zimekopiana beat, lakini ukweli hauko hivyo. Ni kwamba hiyo ni nyimbo nyingine kabisa na beat wala hazifanani. Bwana, wadau wamekuja kumtetea hapo Diamond Platnumz baada ya kuandamwa na shutuma kwamba amekopi beat ya jamaa kutoka Nigeria anayefahamika kwa jina la Patoranking. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau, na wewe pia tuwekee maoni yako hapo chini katika comment section. Kama ilivyokuwa kawaida, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile bwana, hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.